Bwana nikukaribisha katika The Comment, kipindi ambacho kinakuangazia mitazamo ya watu ama mawazo ya watu katika mada mbalimbali ambazo zimeshika hatamu kweli kweli katika mitandao ya kijamii. Na moja ya mada ambayo siku ya leo tutaenda kuiangazia sana ni mada inayomhusu Haji Sunday Manara. Kwa watu ambao hawamfahamu vizuri, huyu jamaa alikuwa ni msemaji wa klabu ya Simba na hivi sasa pia alipata nafasi ya kuwa msemaji wa klabu ya Yanga kabla hajaingia katika kifungo chake cha miaka ile karibia miwili asishiriki katika mambo mazima ya michezo nchini Tanzania. Sasa ameenda kumshambulia rais wa shirikisho la mpira nchini Tanzania Wallace Karia ya kwamba anatumia vibaya madaraka na ni mtu ambaye ana matumizi ya pombe. Alisema mwenyewe asieditiwe kwa maneno hayo, yani yaende kama yalivyo. Alisema madaraka, pombe na sigara ni vitu ambavyo anavitumia kweli kweli huyu ambaye ni rais wa shirikisho la mpira nchini Tanzania TFF Wallace Karia. Hivyo anapaswa kuweza kuchukua maamuzi ambayo inatakiwa mashabiki wa Yanga nao waweze kumuunga mkono, ya kwamba wasusie mechi, na hata rais wa klabu ya Yanga yani Engineer Hersi naye aweze kuunga mkono au kuongea na waandishi wa habari ya kwamba asiungane na taarifa ambayo imetoka kwenye bodi ya ligi ya kwamba mchezo inatakiwa uende kuchezwa ule wa dabi ambao ulikuwa umeahirishwa siku za nyuma kidogo baada ya kuwa na mtafaruku kidogo pale uwanja wa Taifa. Simba wakitaka kufanya mazoezi, Yanga ikadaiwa kwenda kuwazuia. Ngoja nikupeleke katika mtandao wa Instagram na Twitter ambao kwa sasa wanafahamika kwa jina la X, tukapate kusikiliza mawazo yao, watu wameongea vitu gani na wamecomment nini katika mada hii. Bana, nimefika moja kwa moja kule ambako mlinituma katika mtandao wa Instagram, na moja ya comment ni kutoka kwa Hussein Uledi. Hussein Uledi anasema unatamani kurudi kifungoni uanze kulalamika bwana Haji? Hili ni swali ambalo ameuliza kutokana na mada yetu ya Haji Sunday Manara alivyomtupia maneno rais wa shirikisho la mpira nchini Tanzania Wallace Karia. Alimuuliza unatamani kurudi kifungoni uanze kulalamika bwana Haji? Mwingine anaitwa Ben United akasema Haji ni nani kwenye huu mpira wa Tanzania? Pia naye alikuwa ameuliza hili swali. Naamini na wewe utakuwa na mawazo mengi sana na maswali mengi ambayo unatamani kwenda kuuliza, ama comment yako pia itakuwa ni bora sana ikiweza kusomwa kupitia the comment hapa Locha Media. Mtu mwingine pia Instagram anasema kwani huyu anaongea kama nani? Kinataka kuchonganisha watu hiki kijamaa. Akaongeza na emoji ya kucheka. Huyu anaitwa Baraka Kusa na yakigusia mawazo yake kwenye upande wa Instagram. Wapo wengi pia wameweza kuandika. Naomba ni amia upande wa Twitter pia kusoma comment chache kabla sijarudi tena katika Instagram kuangazia pia watu wamefafanua vipi kwenye mada hii ya siku ya leo inayomhusu Haji Sunday Manara. Katika upande wa Twitter kuna mmoja anaitwa The Ansem anasema yani Yanga wakijidanganya kugomea mechi hawatoamini Simba atapewa hizo pointi 3. Sasa wewe ushajua kama uongozi unaifeva Simba alafu unataka ugome mechi, akili au matope? Mtu mwingine watia upepo tu, muone masuala yenu ya sindano yatakavyofukuliwa. Nadhani kwenye mada ya sindano watu wengi tutakumbuka kipindi ambacho Yanga wanatumia uwanja wa Azam, ilitokea taarifa ambayo watu wengi iliwaibua mawazo ya watu wengi kweli kweli, ambayo Yanga ilionekana kwenye vyumba vyao vilionekana mabomba ya sindano, japokuwa Yanga walikanusha taarifa hiyo na hata kuweza kuhama uwanja mpaka ikapelekea wakazi kuhamia uwanja KMC pale Mwenge kwenda kutumia kama uwanja wao wa nyumbani baada ya kusambaa kwa taarifa yao kidai kwa Azam wanawahujumu ama watu ambao wamepata udhamini kutumia uwanja huo wanawahujumu. Mwingine katika Twitter ama X anasema mkutano ili iwe nini sasa? Maamuzi ni mechi ipangwe tarehe mcheze period. Alikuwa amemaliza. Huyu anaitwa Madix ambayo endo yake inaitwa I made free mind. Mwingine David Majula anasema watizi yani wa Tanzania wanatolewa kwenye leri mapema hapa, kinachotafutwa ni watu wakazane na vioja vya kipuuzi vya mipira ili mambo kama no reform no election yakose airtime. Huyu rais amegusia kwenye mambo mazima ya kisiasa, sio mambo ya mpira, kwamba watu wanataka kuhamishwa na ndio maana Haji Sunday Manara ameweza kuzungumzia hiyo kitu. Tuame tena Twitter, tuende katika mtandao wa Instagram. Nadhani tutapata mengi siku ya leo kwa sababu watu wameendelea kutoa povu lao na mawazo yao katika mada hii. Bwana, tulisema tutarudi katika mtandao wa Instagram, bado maendelezo, watu wamemwaga povu code.
povu kweli kweli. Anasema mfungwa akiachiwaga huru huwa anaiba tena na kurudi jela. Takumbuka Haji Sande Manara alifungiwa miaka miwili baada ya kumtolea maneno ambayo yalikuwa ni makali sana kwa rais wa shirikisho nchini Tanzania, huyo huyo Wallace Karia. Anasema mwingine anaongea pumba tu na kutaka kuchonganisha watu wengine na rais wa TFF. Akamtagi Haji Sande Manara, acha uchonganishi basi wa kishamba. Huyu mwingine anaitwa Silva na Neiza anasema Haji Manara alimtagi El Bugatti, akamwekea na emoji za kunyanyua mikono juu, yaani appreciate kwenye kila kitu ambacho amekifanya. Unataka watu kama nyie, tunataka watu wengi kama nyie kwenye hii nchi. Akifurahia yale maamuzi ambayo labda Haji Sande Manara ameyachukua ya kuongea waandishi wa habari na kuweza kuambia wanayanga waweze kususia pia hii mechi. Mwingine anaitwa Johan Nation anasema El Bugatti ni mmoja tu kudadareki. Hilo neno akaongeza na emoji za moto na kuonesha mikono juu ya kwamba anasifia kile kitu ambacho ilikuwa kimetolewa katika mawazo ya watu. Haikuishia hapo tu. Mwingine pia anasema Musa TZ anazungumzia Bugatti huwa hapepesi, yaani anamappreciate na kumsifia kile Bugatti ambacho amekifanya. Huyu jamaa anaitwa Musa TZ_. Mawazo yamekuwa ni tofauti katika mada hii, na kila mmoja alikuwa amekuja na mawazo yake katika swala zima la linalomhusu Wallace Karia na shirikisho la mpira na msemaji ambaye alikuwa msemaji wa klabu ya Yanga Haji Sande Manara. Lakini cha kustajabisha na cha kufurahisha zaidi, leo asubuhi katika akaunti za TFF imeposti mafanikio ama taarifa inayosomeka kuwa rais wa TFF Wallace Karia tokea ameingia madarakani timu ya taifa, yaani Taifa Stars, imeandika mafanikio ya timu ya taifa, mafanikio ambayo yameonekana katika kipindi ambacho Wallace Karia yupo madarakani kuanzia anaingia mpaka hivi sasa. Sasa nako tukaangalie mawazo ya watu pia, labda wameenda kutoa maneno yao pia ama nyongo zao wameweza kuzitapika kwenye posti hiyo, kwa sababu sasa hivi tunajua Karia na Haji Manara ni watu ambao wanaongelewa sana katika mitandao ya kijamii baada ya kuibuka ile sogo ambalo limesimama. Haji anasema watu wengi wanaogopa kuongea kwa sababu wanaogopa kufungiwa. Je, hataenda kufungiwa ama watu watamwangalia tu kwa hiki kitu ambacho amekiongea? Kwenye posti ambayo imepandishwa katika akaunti ya TFF, kuna mmoja anaitwa Chelsea Blunt anasema ni muda sasa aachie ngazi mpira, aachie ngazi. Mpira unaendeshwa kihuni sana tangu aingie, yaani mechi inahairishwa tu bila kujali harama za mashabiki na hata hakuna adhabu kwa wahusika. Ilikuwa ni comment pia ambayo imeambatanishwa katika posti iliyokuwepo kwenye mtandao wa X ikizungumzia hiyo posti ambayo inamsifia ama inazungumzia yale mazuri ambayo Wallace Karia ameyafanya katika kipindi chake cha madaraka chote. Mwingine anasema piga kazi, hawa wasikusumbue kabisa. Huyu anaitwa Gwiji akiambatanisha na picha ambayo ilikuwa imeandika maandishi ya kidogo kwa kejeli mashabiki wa Yanga. Nadhani hiyo siwezi kuisoma. Mwingine anasema Rais Karia piga kazi, wa Tanzania wapo nyuma yako, achana na hao wajinga. Komenti zimekuwa ni nyingi kweli kweli kwenye posti hii. Ni comment ambayo ilipokea karibia ni posti ambayo ilipokea karibia comment 400 ndani ya dakika 46 tu. Ni kitu ambacho kimeenda viral kweli kweli. Mada ambayo imepostiwa, wengine wakipongeza kwa kile kitu ambacho kimeweza kuonekana, lakini wengine wakienda kuponda kwa yale ambayo wenyewe wanaamini labda ni mabaya ama hayafanyiwe au yanatakiwa kufanywa marekebisho mpaka pale uvumbuzi na mpira wetu utakapoweza kuendelea. Mwingine anaitwa Why My Custody. Huyu anaitwa influencer ndo yake. Anasema sijasoma comment, lakini hapa najua kuna mashabiki wa timu fulani wanatema nyongo. Akaongeza na emoji ya kucheka. Hayo yalikuwa ni mawazo ya influencer katika posti inayomhusu Wallace Karia katika mtandao wa X. Mwingine anaitwa Iron Dome. Anasema unaenda kwenye mashindano yote unaishia makundi. Hayo ni mafanikio au upumbavu? Ilikuwa ni swali ambalo limeulizwa na jamaa anakwenda kwa jina la Iron Dome.
ya kwamba unaenda kwenye mashindano yote unaishia hatua ya makundi, lakini watu wanapongeza kama wewe ni mafanikio. Je, hayo ni mafanikio au sio mafanikio? Nadhani wewe ambao unatuangalia utakuwa na majibu sahihi sana kuliko hata sisi ambao tunasoma hizi comment ambazo zipo katika mitandao ya kijamii. Na mimi hata wewe pia una mawazo ambayo unatamani kuyaambatanisha siku ya leo ili tukapate kujifunza pia ndo kapate kuyasoma katika the comment ili ukawa na nafasi pia mawazo yako kuwa yamewasilishwa kwenye jamii ipasavyo. Mengine watu wengine wakiandika hata matusi. Anadai huyu anaitwa Eric, anasema yani hapo unaweza kutoa picha ya Karia ukaweka ya Engineer Hersi pia ukasema toka awe rais wa Yanga ameisaidia Taifa Stars kucheza michuano yote hiyo kwa logic yako. Kikweli mimi sijamuelewa, lakini nadhani nyinyi inawezekana mkama mmemuelewa. Mwingine nasema hivi, hiyo mechi atacheza Ndimbo na Mangungu. Mangungu nadhani watu wengi watakuwa wanamfahamu, anahusika na mambo ya Simba. Lakini hapa ametaja Ndimbo na Mangungu na watu ambao wanaweza kushiriki kucheza hiyo mechi ambayo itakutanisha hao watani wa jadi, sio wao ambao ni mashabiki labda wa klabu ya Simba na watu ambao wanaweza kucheza ama wa klabu ya Yanga. Mwingine anasema Karia kitu gani? Akaongeza na nini ya popo. Ubora wa vilabu vya TZ vya Tanzania kusajili classic players kwenye ligi ndo chachu kwa Stars kufanya vizuri. Kutokana na local players kupata ubora na ushindani mkubwa ndani na nje ya ligi. Mfano Simba kufika robo finali kila mara, Yanga kufika finali 2023. Yalikuwa ni mawazo pia ambayo yameambatanishwa katika mtandao wa X yakigusia mada inayomhusu Haji Sunday Manara na rais wa shirikisho la mpira Tanzania TFF Wallace Karia ya kwamba anatumia vibaya madaraka. Nadhani wewe utakuwa na majibu sahihi sana. Je, Wallace Karia anatumia vibaya madaraka? Mawazo ya Haji yamekuwa ni mazuri katika hili ya kumwambia Engineer Hersi pia anatakiwa kufanya kikao cha dharura na kwa haraka pia ili pressurize watu na viongozi na mashabiki na wanachama wa klabu ya Yanga wasiweze kucheza tena na kwamba wanatakiwa kupewa pointi 3. Nadhani tunatakiwa kusikia kipande kidogo sana cha Haji Sunday Manara kabla ama mwanzoni akiwa anajiunga na klabu ya Yanga. Alisikika akisema kwamba hatutakiwi kulalamika kwa chochote kile. Nadhani hii sauti ngoja nikupe sekunde chache ukapata kuisikia hii sauti. Hatuhitaji kulalamika kokote kuanzia sasa hivi. Yanga sio timu ya kucomplain about referees, about TFF, about bodi ya ligi. Hatutalalamika kokote. Tutakwenda kushinda uwanjani. Lazima tutengeneze confidence kwa viongozi, wachezaji, wanachama na washabiki. Nitafanya kazi kuliko punda mwenye njaa kuhakikisha kwamba Yanga inatimiza malengo yake. Nadhani utakuwa umesikia vizuri sana akiwa anaongea kwamba hatakiwi kulalamika kwa kitu chochote. Lakini Wallace Karia siku za juzi alifanya interview na kusema kwamba wakati unatoa malalamiko kwenye viongozi wako, hakikisha viongozi wako wanafanya vizuri pia. Yani ukiwa unalalamika kuhusu viongozi wengine kama ambavyo watu wanalalamika kuhusu bodi ya ligi na TFF ya kwamba inawakosea mashabiki wa Yanga na uongozi wa Yanga kwa kutowapatia zile pointi 3 baada ya klabu ya Simba kususia kucheza ule mchezo wa dabi, hivyo wanatakiwa kupewa zile pointi 3. Akasema kabla haujalalamikia viongozi wa wenzako, hakikisha viongozi wako wanafanya vizuri au hawana makosa kabisa. Sijajua anamaanisha nini, na hakuhitaji hata klabu moja ya kwamba viongozi fulani labda wameongelea kitu hiki au viongozi fulani wamegusia kitu hiki. Nadhani utakuwa na majibu sahihi sana kupitia comment. Nitatamani sana nikapate kusikia umelipokea vipi swala la Sunday Manara kuweza kumshambulia ama kumuongelea rais wa shirikisho la mpira nchini Tanzania TFF Wallace Karia na uongozi wake ya kwamba wanakosea kweli kweli. Nashukuru kwa muda wako wote. Ulikuwa nami Jefferson Mateka.